Kwa majina ni Francis Budui. Maisha yangu mingi imekuwa kwa ujomba sana, nimekalia huko, kwa ndio nimekulia. Bila kukuwa na nyumbani kwetu. Nipo nilikuja kwa rent. Wakati nilikuwa nimeshakuwa mkubwa nikakuwa kwa rent. Nimekuja kwa rent nimekaa. Nimekuwa kwa rent vizuri tu. Bila kukosana na bibi ama bila kugombana na yeye. Sikugombana na bibi yangu ama ndipo Afrika awe watoto, hapana. So changamoto yenye niko nayo kwa saa hii ni mambo na moche na penye nitazika watoto. Sina penye nitawapeleka na sina bili ya moche sina na hayo vile nitalipa. Hiyo ndio changamoto niko nazo. Kwa nini? Before ndio hiyo vitu ndio inanipa changamoto mingi rohoni mwangu, na vile aliwa watoto. Baada ya kuwa watoto nilisikia uchungu sana, hata mimi nikafikiria mambo mengi. Watoto wenye waliuawa, wa kwanza alikuwa na miaka 2. Wa kwanza ni miaka 2. Wa pili alikuwa na miezi 3. Shoka ndiye alitumikia kugonga vichwa. Ni Elizabeth Ngurimi. Nina mkaaji wa Gamalenga. Na tunaomba usaidizi. Tupate usaidizi, tupate pesa ya kulipa moche na ya kununua mahali pa kuzika watoto. Sina mingi ya kuongezea, ni huzuni. Kwa majina naitwa Evelyn Miroya, natoka Gamalenga. Sasa hawa wako na shida, bili ya hospitali hawana pesa ya kulipa, wako tu venye wako hivi. Mahali penye wataenda kuzika watoto hawana pesa. Tena mwenye nyumba penye walikuwa naishi, hiyo nyumba inatakiwa ijengwe nyumba ingine ndio wazike wafu. Wamesema wajenge nyumba ingine ndio waende wazike hawa. Sasa hawa watu wako na shida nyingi, wanahitaji msaada. Mtu yoyote mwenye ako na msaada, mwenye anataka kusaidiana, asaidie huyu Francis na watoto wake. Hawa watoto walichinjwa kwa shoka. Bibi alichinja watoto kwa shoka. Ni uchungu. Mtu yoyote tu mwenye ako na usaidizi wa kusaidia, asaidie hii familia. Kwa majina naitwa Femina Chabuga, mkaaji wa Gamalenga. Tunaomba wahisani mkaweze kutusaidia ili tukaweze kupata gharama za mochari, na pia kijana mwenyewe hana makaazi mahali pa kukaa kwa sababu amekuwa akiishi kwa nyumba rental, na wenye nyumba pia wanataka wajenge nyumba ingine kwa sababu watoto waliuawa pale ndani. Yinzini Dorika Mbono Pio na ndaha muyayi wao ye nyumba amenyemu. Sasa kunyenu bosi kwa mana kimachi yakolekeda kuinze de naza manyumba kinbe mangana mingeda kigira mima gwa mulogoli inyumba yo mundu bitiramu mundu mabalekeda kwa kimila ya hata si mulogoli, kwa kimila ya mtu huwezi kuuya mtu tena mahali analala. Hiyo maneno ni ya kusitikiza sana. Gabereliza bandu. Mtoto huyu amemaliza mji yangu sasa. Mimi naitwa Jeni Mjara. Nyumba ni ya ndugu yangu. Na vile yuko ya ndugu yangu, chenye tungeomba tu familia ya kina kijana itujengee nyumba ingine kwa sababu ndugu yangu hawezi ishi kwa hii nyumba tena. Mila na dasturi ni vibaya. Sasa tumekaa kama ukoo yetu ya Wamenge, tumeona watoe hii nyumba watujengee tu nyumba ingine, hatuna maneno ingine. Hamwezi angalia pengine hali ya mlemavu pengine? Hiyo ulemavu ndio tunataka tukae pamoja, familia ya Wasani ya kina baba yetu Bishop Chabuga na sisi tuone tunataka nyumba ingine isimame. Juu hakuna njia ingine tunaweza tumia apart from hiyo.